Uhali gani mfuatiliaji wa Shehena Media, asante kwa kufuatilia. Wa thamani kwetu, karibu leo kwenye mzigo wa kweli wa matukio yanayoshuhudiwa ulimwenguni. Langu jina ni Praise Godi Mgumba. Usisahau kulike, kushare, kucomment na subscribe yako ndio nguvu kwetu. Katika mwaka wa 2026, mvutano kati ya Marekani na Irani umegeuka kuwa moja ya ajenda nzito zaidi katika siasa za kimataifa. Taarifa na uchambuzi kutoka vyombo vya habari vya kimataifa kama Reuters, BBC, Al Jazeera, AP News na AFP zinaonyesha kuwa hali imevuka kiwango cha kauli za kisiasa na sasa inaingia katika eneo la maamuzi magumu ya kimkakati. Huu si mvutano wa kawaida, ni mkusanyiko wa vipengele vinavyokutana kwa wakati mmoja. Mgogoro wa nyuklia, misukosuko ya ndani ya Irani, uwekaji wa vikosi vya kijeshi, shinikizo la washirika, nguvu za soko la mafuta na tathmini ya kimkakati kuhusu udhaifu wa upande mmoja. Mfuatiliaji wa Shehena Media, makala hii inakwenda kuchambua kwa kina sababu 6 kuu zinazounda kuzidi kuongezeka kwa mgogoro huu wa kijeshi kwa kuzingatia mitazamo ya pande zote na athari zake kwa ujumla. Chanzo cha kwanza cha muda mrefu cha mvutano huu ni mpango wa nyuklia wa Irani, mjadala ambao haujapata suluhisho la kudumu tangu kuvunjika kwa JCPOA. Kwani kwa mujibu wa tathmini za International Atomic Energy Agency, yani wakala wa nishati ya atomiki ya kimataifa IAEA, imedai kuwa Irani imeongeza kiwango cha urutubishaji wa uranium, hatua ambayo kitaalamu inaweza kusogea karibu na matumizi ya kijeshi ikiwa itaendelea. Marekani na washirika wake wanaona hatua hii kama tishio la moja kwa moja la usalama wa kimataifa. Mantiki yao ni kwamba mara tu Irani itakapofikia uwezo wa nyuklia, kuizuia itakuwa vigumu sana, huku Irani kwa upande wake inasisitiza kuwa mpango wake ni wa amani na inalalamikia kile inachokiita ubaguzi wa kimataifa katika haki ya kutumia teknolojia ya nyuklia. Kukosekana kwa makubaliano madhubuti kuna maanisha kila hatua ya Irani inaongeza mashaka na kila shinikizo la Marekani linaongeza msuguano. Hali hii huweka msingi wa uwezekano wa hatua za kijeshi pale diplomasia inapokwama. Sababu ya pili ni siasa za ndani ya taifa la Irani, kwani tangu mwanzo wa mwaka 2026 Irani imekumbwa na maandamano makubwa ya ndani yaliyoripotiwa kusababisha vifo na majeruhi wengi. Ripoti za Amnesty International zimeeleza matumizi ya nguvu kali dhidi ya waandamanaji, jambo lililovuta hisia za kimataifa. Kwa Marekani, matukio haya yanatokea msingi wa kisiasa na kimaadili wa kuongeza shinikizo dhidi ya Irani. Katika sera za kimataifa, hoja ya haki za binadamu mara nyingi hutumika kama uhalali wa hatua kali zaidi, huku kwa Irani hili linaonekana kama kuingiliwa kwa mambo ya ndani na hivyo kuimarisha msimamo wake wa kupinga shinikizo la nje. Migogoro ya ndani inapounganishwa na siasa za nje, mara nyingi huongeza uwezekano wa kuingiliwa. Hii huifanya hali ya ndani kuwa kichocheo cha mvutano wa kimataifa. Sababu ya tatu ni uwekaji wa vikosi vya kijeshi. Marekani imeongeza uwepo wake wa kijeshi katika eneo la Ghuba, kwani kwa mujibu wa Defense News na CNN, hatua hizi zinajumuisha kupelekwa kwa meli za kivita, ndege za kivita na mifumo ya makombora pamoja na vikosi vya ziada vya jeshi. Marekani inaeleza kuwa hatua hizi kama njia ya kuzuia vita, yani deterrence, kwa kuonyesha uwezo wake wa kijeshi ili kulazimisha Irani kujizuia. Lakini kwa upande wa taifa la Irani, inaona hatua hizi kama maandalizi ya mashambulizi mapya, jambo linaloiweka katika hali ya tahadhari ya juu. Kadiri vikosi vinavyosogezwa karibu, ndivyo uwezekano wa makosa ya kimkakati au tukio la ghafla unavyoongezeka, hali ambayo katika historia imewahi kusababisha vita bila kusudi la moja kwa moja. Sababu ya 4 ni shinikizo la kutoka Israeli, kwani kwa muda mrefu sana taifa la Israeli limekuwa mshirika muhimu wa Marekani
katika mgogoro huu, ambapo kwa mujibu wa uchambuzi wa The New York Times, taarifa zinaonyesha kuwa taifa la Israeli inaona Irani kama tishio la moja kwa moja katika mzozo unaoendelea hadi sasa, kwani ina hofu ya Irani kuongeza silaha za nyuklia, ambapo kwa upande wake inaona kuwa hatari kwa Israeli. Historia na jiografia yake inaifanya ichukue tishio lolote kwa uzito mkubwa, hasa la nyuklia, huku kwa Irani shinikizo hili linaonekana kama uchokozi na jaribio la kudhibitisha ushawishi wake wa kikanda. Ushiriki wa Israeli unabadilisha mgogoro kutoka pande mbili kuwa mgogoro wa kikanda. Hili inaongeza uwezekano wa kuhusisha mataifa mengine na kufanya hali kuwa ngumu zaidi kudhibitiwa. Sababu ya tano ni soko la mafuta, ambayo ni nguvu ya kiuchumi nyuma ya maamuzi ya kijeshi, kwani soko la mafuta limekuwa kipengele muhimu kisichoonekana moja kwa moja. Kwa mujibu wa Bloomberg, bei ya mafuta ikiwa imara hupunguza hofu ya athari za kiuchumi, na serikali zinaweza kuvumilia mshtuko wa muda mfupi wa vita. Vita kati ya Ghuba vinaathiri moja kwa moja usambazaji wa mafuta duniani, na ikiwa athari za kiuchumi zinaonekana kuthibitika, uamuzi wa kijeshi unaweza kuwa rahisi kisiasa, kwani uchumi unakuwa sehemu ya maamuzi ya vita, ikiunganisha masuala ya kifedha na usalama katika muktadha mmoja. 6. Wachambuzi wa kimataifa wanaeleza kuwa Irani kwa sasa inaonekana kuwa chini ya shinikizo. Migogoro ya ndani, vikwazo vya kiuchumi, pamoja na mashambulizi ya siri dhidi ya miundombinu. Kwa mujibu wa Carnegie Endowment for International Peace, hali hii inaweza kutafsiriwa kwa njia mbili, ambapo kwa Marekani inaweza kuwa fursa ya kuishinikiza Irani kabla haijaimarika, lakini kwa Irani ni sababu ya kuongeza tahadhari kwa kujibu kwa nguvu zaidi. Historia inaonyesha kuwa mataifa yaliyo chini ya shinikizo huwa na uwezekano mkubwa wa kuchukua hatua zisizotarajiwa, hali inayoweza kuongeza hatari ya mgogoro mkubwa. Kwa kuunganisha vipengele vyote 6, picha inayojitokeza ni wazi: msingi wa mgogoro, yaani nyuklia, haujatatuliwa. Siasa za ndani zimechochea presha ya nje. Vikosi vya kijeshi viko tayari. Washirika wanapanua mgogoro. Uchumi unaruhusu hatari, pamoja na hisia za udhaifu zinaongeza maamuzi hatari. Hii inaifanya hali ya sasa kuwa zaidi ya mvutano wa kisiasa. Ni mazingira ambayo yanaweza kubadilika kuwa mgogoro wa kijeshi ikiwa diplomasia itashindwa, kwani Irani imeendelea kusisitiza kuwa haitasalimu amri kwa shinikizo la kijeshi, huku Marekani kwa upande wake imeweka wazi kuwa iko tayari kuchukua hatua ikiwa italazimika. Je, nguvu hizi 6 zitaishia kwenye meza ya mazungumzo au zitakusanyika na kulipuka kuwa mgogoro mkubwa wa kijeshi unaoweza kubadilisha usalama wa dunia? Endelea kufuatilia Shehena Media kwa habari za uhakika.